Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku mapigano makali yakiendelea kuathiri miji, vijiji na wakazi wengi. Taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi na vya ndani zinaonyesha kuwa Jumapili tarehe 15 Machi mwaka 2026, vikosi vya kijeshi la serikali ya FARDC vikiwa na msaada wa wapiganaji wa Wazalendo walikabiliana na muungano wa makundi ya waasi ikiwemo M23, Red Tabara, Gumino na FNL. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo mbalimbali ya Minembwe, hali iliyosababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya FARDC vilifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, kulenga baadhi ya ngome za waasi katika eneo la Kalingi lililo karibu na Minembwe. Inadaiwa kuwa mashambulizi hayo yalisababisha hasara kwa upande wa waasi, ingawa idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa bado haijathibitishwa rasmi. Wakati huo, taarifa nyingine zinasema kuwa kamanda mmoja wa waasi aliuawa na wenzake baada ya kutokea kwa mabishano kuhusu mwenendo wa vita na changamoto za vifaa na fedha. Jina la kamanda huyo halijawekwa wazi. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo ya milima ya Minembwe bado ya wasiwasi, huku mapigano yakiendelea. Vikosi vya waasi vinapoteza udhibiti wa baadhi ya vijiji, huku FARDC na Wazalendo wakiimarisha ulinzi. Vijiji vya Kalonge, Kakenge, Gitavi, Kawela na Ilundu vimeripotiwa kutokuwa na wakazi kutokana na mapigano yanayoendelea siku baada ya siku. Taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya wakazi wamelazimika kutafuta hifadhi katika maeneo salama kutokana na hatari ya mashambulizi, utekaji mateka na uporaji wa mali. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabadilika kwa kasi. Taarifa zinaonyesha kuwa mji mzima wa Mingi uko chini ya udhibiti wa Wazalendo FARDC kuanzia March tarehe 14 mwaka 2026. Kivu Kaskazini, jeshi la Rwanda RDF, M23 na AFC limebaki kutawala tu mji wa Goma kwa mfumo wa dikteta, huku maeneo ya vijiji vikipata hasara. Kwenye Kivu Kusini, maeneo yote ya Shabunda na Minembwe yamekwama mikononi mwa Wazalendo na FARDC, huku wanajeshi wakionekana kudhibiti mchemrano wa mapigano. Vile ripoti zinaonyesha kwamba katika usiku wa tarehe 11 na hadi tarehe 12 Machi mwaka 2026, mashambulio makali yameripotiwa katika migodi ya dhahabu ya Muchacha na Mavuvu mkoani Ituri. Wapiganaji wa Allied Democratic Force wanadaiwa kutoka katika sekta ya Bapere wilayani Lubero waliwashambulia wachimbaji wa dhahabu wa kampuni ya Kichina Kimya Mining, kulipua matrekta, kuchoma magari na kuharibu kambi. Zaidi ya watu 10 waliuawa, huku raia takriban 100 walichukuliwa mateka. Operesheni hiyo ilifanyika baada ya jeshi la FARDC, wapiganaji wa Wazalendo na wanajeshi wa Uganda kuanza kuwafyatulia waasi. Zaidi ya hayo, ripoti za kikatili zinasema kuwa miili ya vijana wamepatikana katika nyumba zisizokamilika karibu na kambi military Katindo, Goma, kuashiria vitendo vya mauaji vilivyotekelezwa na waasi wa M23. Wengine wanasema kwamba baadhi ya vijana hao walikamatwa wakiwa katika shughuli za kinyume na sheria, huku wakiitwa na waasi, na baadhi yao kujeruhiwa au kuuawa kutokana na kutoelewa taratibu za waasi. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma, huku baadhi ya mali na mili ikihamishwa na waasi. Pamoja na changamoto hizi, serikali ya Rais Felix Antoine Chilombo imechukua hatua za kisheria. Rais ametangaza kuanzishwa kwa mahakama maalum ya makosa ya kiuchumi ya kifedha mjini Kinshasa, ambayo itakuwa na jukumu la kuchunguza, kushtaki na kuhukumu makosa ya uharibifu wa mali za umma, rushwa na uhalifu mwingine wa kifedha. Mahakama hii mpya itakuwa na uhuru wa kiutendaji na bajeti yake mwenyewe, hatua inayolenga kuongeza ufanisi katika kushughulikia kesi za uhalifu wa kifedha.
Aidha, serikali imesema kuwa usambazaji wa bidhaa za mafuta nchini bado uko chini ya udhibiti licha ya changamoto za kimataifa kutokana na msukosuko katika njia za usafirishaji kama Strait of Hormuz na Suez Canal. Serikali imewahakikishia wananchi kwamba hifadhi ya mafuta ipo salama na inatosha hadi mwezi Juni, huku meli mpya zikipangwa kuwasili katika wiki zijazo. Hatua hizi zinalenga kudhibiti bei za mafuta na kulinda bajeti ya taifa. Hali ya sasa inasisitiza umuhimu wa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kuepuka maeneo hatarishi na kushirikiana katika kuhakikisha usalama wa jamii unadumishwa. Wito kwa wananchi ni kuwa makini, kuzingatia tahadhari na kushirikiana na mamlaka ili kuzuia uharibifu zaidi na kuimarisha utulivu katika maeneo yaliyoathirika.